Ni session nyingine tena ya tukisherehekea miaka 30 ya tangu kuanzishwa kwa benki ya CRDB. Katika mfululizo huu nimeshazungumza na watu kadhaa, na leo nimepata mtu mwingine muhimu sana katika ukuaji huu wa benki ya CRDB, ambaye ni afisa mwendeshaji mkuu ama Chief Operation Officer, COO wa CRDB Bank, ambaye ni ndugu Bruce Mile. Nimefurahi sana kaka leo kujumuika nawe hapa kuweza kujua makubwa na mchango wako muhimu sana kwenye benki. Karibu sana. Asante sana. Lakini kwa kushoto kwangu hapa nikiangalia naona kuna tuzo za kutosha hapa, ikiwepo hii kubwa kabisa CEO Awards. Inadhihirisha ni kwa kiasi gani ambavyo mchango wako ni mkubwa kwenye taasisi hii. Sijui miaka ya kuitumikia CRDB kwa kimekuwa ya mafanikio kiasi gani? Asante sana kwa swali zuri. Na ni kweli mimi nilijiunga na benki ya CRDB tarehe 13 Februari 2001. Kwa ni karibu miaka, ukiangalia ni miaka 24 hiyo kwa mwaka huu. Na wakati huo nilitokea benki ya Citibank Tanzania Limited, ambako nilikuwa nimefanya kazi kama miaka 2.5 nilipokuja CRDB. Kwa hiyo imekuwa safari ndefu, nikianzia kwenye idara ya mikopo, corporate banking, ambako nilifanya kazi kuanzia mwaka ule nilipojiunga na benki mpaka kufika cheo cha manager corporate banking, ikiwa ni idara mpya kabisa ambayo ilianzishwa mwaka 2000 mwezi Novemba. Kwa hiyo nimetumikia pale muda mrefu hadi 2012 ambapo niliteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa kwanza kwenda kuanzisha kampuni tanzu ya kwanza ya kibenki CRDB Bank Burundi mwaka 2012. Kwa unaweza kuona safari hiyo. Kwa kuanzia ile 2012 nilikuwa mkurugenzi mkuu, tulifungua benki pale Novemba 2, 2012, kwa tukio kubwa sana. Yeah. Nakumbuka tulikuwa benki ya kwanza kutoka Tanzania kuthubutu kwenda nje ya nchi kuanzisha biashara. Tulikuwa tunaziona benki za kigeni zinakuja Tanzania, lakini sisi wa Tanzania tulikuwa tutoke nje. Kwa hiyo ilikuwa tukio kubwa. Kwa hiyo nilikuwa mkurugenzi kule kwa miaka 8 hadi 2020, ambapo nililetwa kwenye cheo hiki kipya tena kikubwa zaidi cha Chief Operating Officer kuanzia 2020 mpaka sasa naendelea kwenye nafasi hiyo. Uthubutu wa CRDB kupeleka kuanzisha benki wa Burundi ulikuwa ni mkubwa sana, na wewe ndo tuseme ukawa kama chambo kupelekwa. Kama ingefeli ingekuwa ni wewe ndo ambaye ungeweza kujibu, lakini bahati nzuri as we speak ndo benki ambayo kubwa zaidi Burundi kifaida na inaongoza namba 1. Lakini naamini kwamba haikuwa rahisi tu, kwa sababu ile ni nchi tofauti, kacha tofauti. Unaweza ukakumbuka ilikuwa ni haswa kiasi gani mwanzoni? Ya, ni kweli ni swali zuri sana, kwa sababu kwanza kuaminiwa. Yeah. Kumbuka wanahisa wetu walikuwa wanatupa changamoto, au walikuwa wanaipa changamoto bodi yetu kwamba tuweze kuonyesha mfano kwa kwenda nje na sisi. Lakini sio hilo tu, hata serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walikuwa na tushawishi katika muktadha wa diplomasia ya uchumi kwamba tuweze kwenda nje za nchi kuweza kuanzisha biashara zetu. Kwa hiyo kupewa jukumu lile ilikuwa ni zito. Kuingia nchi ya kigeni kuna changamoto ambazo unakutana nazo. Na moja inayokuwa changamoto, kumbuka hatukuwa na mahali pa kujifunzia. Kama tumewahi kwenda nchi fulani tukafanya hivi, kwa tuna mahali pa kujifunzia namna ya kupenya. So cha kwanza, ukiingia nchi ya kigeni kuna sheria na taratibu mbalimbali ambazo unataka uanze sasa kujifunza. Kwamba sheria za huku ziwe za nchi, ziwe za benki kuu, zikoje za kupata leseni niweze kuendesha biashara yangu kwa kufuata sheria za nchi. Kwa hiyo inakuwa changamoto ya kwanza, ujifunze hayo. La pili, kujifunza utamaduni wa watu na lugha yao. Kumbuka wao wanatumia Kifaransa na Kirundi. Sasa sisi huku ni Kiswahili na Kiingereza. Kunataka kujifunza utamaduni wa watu ili uweze kuishi nao, kwa sababu kumbuka ndio watakao kuwa wafanyakazi wako. Ndio watakao kuwa mnafanya nao kazi, ndio ambao mtafanya nao biashara. Kujaribu kuelewa lugha yao kwanza ili uweze kuwasiliana. Lakini la pili, utamaduni wao. Ile utamaduni wao ni ipi? Yepi wanapenda, yepi hawayataki, yepi
wanayakubali, uweze kuishi katika mstari ambao na wao wataona kweli unaheshimu taratibu zao. Hiyo ilikuwa changamoto ya pili ambayo ilikuwa ni ya pili ambayo ilikuwa ni muhimu kuweza kuizingatia. Lakini changamoto nyingine ya tatu ni kwamba kumbuka umeenda nchi ya kigeni. Kihuduma za kibenki sisi tumepeleka benki ambayo ni benki kamili na kutaka kuanzisha kutoa huduma zote zinazotakiwa. Kwa maendeleo kidijitali hayakuwa kwenye kiwango tulipokuwa Tanzania. Kwa ilikuwa ni muhimu sasa kuangalia yale mapengo yaliyoko na kusema tunafanyaje ili tuweze kuleta huduma zetu hapa na tuweze kufanya biashara. Hizo zilikuwa changamoto kubwa tatu, lakini naweza kusema kama ya mwisho ambayo inaendana vile vile na utamaduni. Unaenda kwenye utamaduni mpya, unahitaji wafanyakazi wapya. Wafanyakazi wapya ambao wataelewa hata utamaduni wa benki. Yaani maadili ya benki nataka ufanye nini ili uweze kutumika vizuri, uhudumie wateja. Sasa ni watu wapya. Unaanza mchakato wa kutafuta na wapataje watu wazuri ambao tukianza vizuri ndio tutakwenda vizuri. Kwa sababu ukianza vibaya unakuwa umetengeneza msingi ambao ndio sio mzuri. Kwa hiyo kwa hakika zilikuwa baadhi ya changamoto, lakini niseme kwa hakika kwamba changamoto hizo ziliweza kuwa laini sana. Tuliweza kuzipitia kwa ubora kwa sababu tulijipanga vizuri, lakini sio kujipanga tu vizuri. Ukiangalia support ambayo tulipata kwa serikali ya Jamhuri ya Burundi ilikuwa ni kubwa sana. Walipokea vizuri sana. Kwa hiyo nayo inakupunguzia changamoto nyingi. La pili, support kubwa ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ubalozi uliokuwa kule. Walitupa support kubwa sana. Mimi nakumbuka wakati niko kwenye mchakato na wasilisha nyaraka Benki Kuu. Hatuna ofisi bado. Hatuna chochote bado. Tunatafuta kwanza tupate leseni na wasilisha nyaraka. Sikuwa na gari ya kutumia. Lakini ubalozi walinipa gari. Tunakupatia gari na dereva, wewe weka mafuta tu. Fanya mizunguko yako yote kwenye taasisi unakotafuta chochote unachokihitaji upate vibali. Walinipa ofisi ndani ya ubalozi wa Tanzania. Kwamba hiyo ofisi ni ya kwako. Wakati wote ukihitaji kufanya shughuli zako, tumia. Kwa unaona changamoto unazokuwa nazo zinarahisishwa na support kubwa tuliyoipata kutoka serikali yetu, lakini serikali ya Burundi hakuna taasisi tulikuwa tunaingia tunapata changamoto. Unapata usajili, unataka hiki. Ili tupo ushirikiano mkubwa, walitukaribisha. Ilikuwa kama ni nyumbani. Yaani hatukujiona kama tuko ugenini kwa sababu unapata support kubwa ya serikali mwenyeji, unapata support kubwa ya serikali ya nyumbani. Kwa hiyo kupambana na zile changamoto ikawa ni rahisi. Kwa hiyo ndicho kilichotusaidia tuweze kuanza kwenye msingi mzuri. Katika mfululizo wa mahojiano haya nimezungumza na aliyewahi kuwa mkurugenzi mtendaji kwa miaka 20 Dr. Charles Kimei, na akanieleza kwamba nia yake wakati anaingia, vision yake ilikuwa ni kwamba kila akizunguka ama akifungua dirisha hivi anakutana na nembo ya CRDB. Kwa miaka 8 ambayo umekaa Burundi, wakati unaondoka ndivyo ambavyo uliacha benki kwamba iko kila sehemu? Kwa hakika hiyo ndoto ilitimia, naweza kusema. Kwa sababu kama utakumbuka, moja ya changamoto tuliyopata baada ya miaka 3 kulitokea sintofahamu kidogo kule Burundi 2015, ambao ndio ulikuwa mwaka wetu wa 3 kwa tumelenga ku break even, yani kuanza kupata faida. Lakini tulikuwa tayari tumeshafungua matawi 3 mpaka wakati huo, ambao tulikuwa tumelenga kwa ndani ya miaka 3 na matawi 3. Kwa unaweza kuona tulikuwa tumeshaanza kuonekana. Hata wateja wengi ilikuwa wakija Burundi hawaoni tofauti, kwa sababu unajua branding yetu, muonekano wetu ni ule ule. Akifika anaona kama vile nimeingia niko Tanzania, kwa sababu kila kitu kiko sawa. Kiko tofauti. Na Warundi walikuwa wanatumia kauli moja kwa anasema benki ya nyumbani. Wanasema ile benki ya Watanzania ni benki ya nyumbani. Mteja hata akifika airport, akipokelewa na taxi driver, akuuliza nitapata wapi ATM inayotoa pesa, anaambia twende nikupeleke benki ya Watanzania. Kwa unaweza kuona branding ilikuwa imekaa vizuri kiasi kwamba hata taxi driver anayezungumzia tofauti. Hata mama ntilia anasema benki ya Watanzania ni benki yetu. Hilo lilikuwa ni muhimu sana na tulihakikisha tunalifanya, na tuliendelea na expansion plan, upanuzi ambao tulikuwa tumeulenga. Na hata nilipoondoka tulikuwa tumeshaenda
Mkoa mwingine wa nje Bujumbura, tawi la 4 lilikuwa tayari limeshafunguliwa. Sasa tunapofikisha karibu miaka 13, mwaka huu utakuwa mwaka wa 13. Wenzangu nilioachia kijiti wameendelea kufanya kazi nzuri, wameongeza matawi mengine 3 ambayo yamefunguliwa tu mwaka jana na mwaka huu. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba tumeendelea kufanya hilo na limeendelea kuonekana wazi wazi, kwa sababu hatutofautishi namna tunavyo brand matawi yetu, ni vile vile mahali popote tulipo. Kwa miaka 8 mazoea lazima ya makubwa. Umekaa katika nchi, mwanzo unajua ilikuwa rahisi, lakini miaka 8 ni mingi sana kuweza kupazoea. Wakati unaondoka moyo wako ulikuwaje? Kwa kweli ni swali zuri sana. Niseme kwamba nimezungumza mwanzo kwamba nimekaa miaka 24 benki. Kwa hapo palikuwa pameshageuka kwa nyumbani. Lakini uligusia swala la kwamba unaweza kuanzisha kitu kipya. Watu hawajawahi kujaribu. Bodi wamekuamini, management, senior management wamekuamini, unaenda kujaribu. Ukifeli inakuwa imekaa kwako. Ni wewe umefeli kama ulivyosema kwa Saida. Sasa kwa kukaa miaka 8 kwangu, wakati naondoka, kwanza niliona ni fahari. Moja, nilikuwa nakuja kwenye ngazi moja kubwa zaidi, ambayo moja ya majukumu yangu ni kusimamia mpaka kampuni 5 linapokuja swala la kama afisa mkuu wa uendeshaji. Baadaye nitazungumzia idara nazozisimamia na ni kwa jinsi gani zinagusa kila mahali. Kwa hiyo ilikuwa kwanza furaha ya kwanza. Lakini la pili, nilikuwa nimetengeneza timu nzuri sana. Ile timu nilikuwa naionea fahari kwamba nimetengeneza timu nzuri, mpaka naondoka hakuna tukio lolote la mfanyakazi yote kufanya wizi wa aina yoyote. Kwa hiyo tulikuwa na wafanyakazi ambao tumewatengeneza vizuri, wana maadili mazuri, wanatoa huduma nzuri kwa wateja, kiasi kwamba wanakuwa ni gumzo. Na ninaona fahari sana kwamba hilo limeendelezwa. Hata nilipotoka tumeendelea kupanua, wameongezeka wafanyakazi, lakini maadili yako pale pale. Hakuna matukio, kitu ambacho kimefanya wateja wawe na imani sana na benki kule, wawe na imani sana na wafanyakazi. Kwa kweli wakati naondoka ilikuwa ni mchanganyiko, naweza kusema wa mawazo. Yani una furaha, lakini vile vile unasema nina huzuni na waacha, lakini kule kulikuwa naitwa nyumbani. Nakumbuka gavana wa benki kuu wakati naenda kumwaga akaniambia inabidi tukupatie kiwanja. Sababu wewe ni mwenyeji. Okay. Na speaking of kiwanja, iliongea na Dr. Ali Lai akaniambia kule mmekabidhiwa eneo kubwa sana kwa ajili ya kujenga makao makuu. Ni kweli. Ni kweli kabisa. Kutokana na mahusiano mazuri ambayo tulikuwa tumeajenga kati ya benki na serikali ya Burundi, walitupatia kiwanja kikubwa sana kizuri kule Gitega. Unajua makao makuu ya kiserikali ni Gitega, sio Bujumbura. Kwa hiyo taasisi nyingi zinafanya majenzi makubwa kule, na sisi kama benki kwa kuwa tuna ushirikiano mkubwa na serikali ya Burundi, walitupatia kile kiwanja ambapo ujenzi unaendelea wa hayo makao makuu ya benki, ambayo na yenyewe itakuwa inatumika makao makuu ya benki kule Burundi. Na ni jengo kubwa zaidi ya ghorofa 3 linaendelea kujengwa. Na litakamilika nadhani mwaka huu. Kwa hiyo kwa hakika yote ilikuwa ni shukrani kwetu. Unaweza kaona kabisa kumbe kuna mahusiano mazuri kati ya serikali zetu, lakini na mahusiano ya benki. Na sio kawaida kitu kama hicho kwa serikali kutoa tu kiwanja kikubwa kama kile mahali ambapo ni mahali pazuri sana. Ukienda kwenye mji wa Gitega, mahali pa kibiashara, kiwanja kikubwa, huwezi kupata kirahisi kama haujajenga mahusiano mazuri na taasisi zote, hasa za serikali na wadau mbalimbali. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali ya Burundi kwa kutuamini na kuonyesha kwamba sisi ni wadau ambao tunaweza kushirikiana nao kutoa huduma za kifedha nchini Burundi. Na sasa uko umekaa katika wadhifa mkubwa zaidi, afisa mwendeshaji mkuu, majukumu yako ni yapi hasa sasa kwa ukubwa wa benki? Asante sana. Kwenye nafasi yangu ya afisa mkuu wa uendeshaji, kama nilivyosema mwanzo, majukumu yangu yanahusisha kusimamia, kuna kitu tunaita kwa Kiingereza wanasema the backbone of the machine, of the institution. Yani huu ndo msingi, ndo mgongo. Kwa utakuta nasimamia idara karibu 8
na nyingine tumeongeza ya 9 news. Kuanzia TEHAMA, ICT. Benki hii, taasisi zote, kampuni tanzu zina mifumo. Yote iko chini ya idara ambayo naisimamia. Kwa hiyo lazima nihakikishe mifumo yote ambayo benki inatumia ya aina yoyote iko chini ya uongozi wangu, na ni muhimu kuhakikisha kwamba benki wakati wote inaendelea kufanya biashara na mifumo inafanya kazi vizuri. Lakini kingine kikubwa, kuna idara ya usalama, cyber security, usalama wa mifumo. Mifumo hii lazima iwe salama wakati wote, kuhakikisha kwamba fedha za wananchi ziko salama, lakini na shughuli za wateja na za kibenki zote zinaenda kwa usalama unaotakiwa. Iko idara tunaita software engineering. Software engineering inatengeneza mifumo mbalimbali. Sim banking unayoona ambayo ni maarufu na inaongoza duniani, inapata tuzo mbalimbali na inafanya miamala mingi sana, imetengenezwa na idara hiyo ambayo iko chini yangu. Kwa ni vijana wetu wa Kitanzania wameonyesha dunia kwamba tunaweza. Lakini hawajatengeneza hiyo tu, ndipo vitu vingi tu walivyotengeneza. Kwa hiyo idara ya software engineering. Ipo idara tunayoita project management office. Hii ni idara ambayo inasimamia uanzishwaji wa mifumo mikubwa, digital transformation projects mikubwa, lakini vile vile inasimamia na mambo ya majenzi. Unaona kama hii head office ilivyojenga jengo zuri, ni idara ambayo inasimamia majenzi vile vile makubwa yote. Lakini na mifumo mikubwa inasimamia, ikishamaliza tekelezaji inakabidhi kwa idara ya TEHAMA, ICT. Lakini iko idara nyingine ya data management office ambayo kabla mwanzo ilikuwa sehemu ya TEHAMA, tumeondoa kwa sababu linapokuja swala la data ni la kimfumo, ni la kitaasisi, sio la idara moja. Kwa data management office. Lakini tunayo idara ya artificial intelligence and machine learning ambayo nayo tumeichanganya pamoja na data kwa sasa, lakini iko inasimama peke yake. Mwelekeo wa teknolojia duniani unabadilika, ndio maana mambo ya akili mnemba ni muhimu kuyazingatia kwenye huduma mbalimbali na tunazoweza kuzitoa kama benki. Hatuwezi kubaki nyuma na dunia inaelekea upande mwingine. Ipo idara inayodili na mambo ya usalama wa jumla na uendelezaji wa biashara, yani corporate security and business continuity management. Kwa unaweza kaona idara hizi zote pamoja na idara nyingine ya tunaita ya facility and real estate. Sasa hii inasimamia kwenye usimamizi wa majengo yameshajengwa, inasimamia lakini facilities kuhakikisha huduma mbalimbali watu wanazipata kwenye ofisi mbalimbali nchi nzima, kwenye matawi yote na ofisi zote za kibenki. Kwa hiyo ukiziangalia hizi idara zote ambazo ziko chini yangu, ndio maana nikasema ili mashine iendelee, inahitaji wasaidizi wengi kuhakikisha huku chini kila kitu msingi umekaa vizuri, biashara iweze kuendelea vizuri. Ni majukumu mazito sana. Kibinadamu mtu lazima atake kujua unamudu vipi. Naamini kwamba uko busy sana. Nashukuru kwa swali zuri. Kwanza niseme kwamba moja ya kitu ambacho tumehakikisha tukifanya ni kuwa na watu wenye weledi na uwezo kwenye kila eneo. Unajua kama kiongozi haufanyi kila kitu. Unafanya kazi kupitia watu. Kwa ukiwa na watu kwenye kila eneo ambao wana uwezo mzuri wa kusimamia maeneo yao, hautaona ni changamoto kwako. Utaweza kupanga shughuli zako vizuri, utaweza kufanya kazi zote ambazo kama msaidizi, mmoja wa wasaidizi wa kuwa mkurugenzi mkuu, unaweza kupanga na kuhakikisha kwamba unampa unamwezesha mkurugenzi mkuu kupata muda wa kuhangaika na vitu vingine vikubwa zaidi, na wewe kwenye eneo lako unalisimamia bila changamoto. Kwa tuna watu wazuri ambao tumeweka kwenye kila eneo ambao inanipatia muda wa kutosha kuweza kusimamia na kupata picha halisi, lakini vile vile kupata muda wa kupumzika. Ndio. Kwa unaweza kuwa ni kweli majukumu ni mengi, lakini muda unapatikana kwa sababu kuna watu wengi wazuri wa kutosha wenye uwezo kwenye kila eneo ambao wanasimamia eneo lao vizuri, na kwa kushirikiana na wao kwa pamoja tunakuta tunatekeleza adhima kubwa ya benki. Kwa miaka 24 ambayo umekaa
na ukiangalia sasa hivi tunasherehekea miaka 30, miaka 6 peke yake ulikuwa umebakiza kufikisha 30. Miaka 24 ni miaka mingi sana. Kwa hiyo unaijua benki kuanzia ilipokuwa ina hustle, inapokuwa jaribu mambo fulani na sometimes ina faili, lakini mpaka imefika hapa. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo CRDB imefanya ni kuongoza kwenye kuzindua huduma nyingi za kitehama, kwa mfano sim banking, ATM. Nilishangaa pia kwamba Dr. Kimeli aliniambia mpaka mawakala mlianzisha nini, benki nyingine ndo zikaja. Kwa hiyo mmeinnovate vitu vingi sana na wewe umevishuhudia. Hiyo safari ilikuwaje ya kufanya innovations hizo? Kwa kweli ni swali zuri. Safari hii ilikuwa ni ndefu, na labda niseme tu kwamba katika jambo moja kubwa ambalo benki ya CRDB tumekuwa tukifanya, kwenye kila huduma ambayo unaweza ukaitaja tulikuwa tunaanzisha sisi. Lakini hatukuishia tu kuanzisha. Linapokuja swala la kuboresha, sisi hatujawahi kuacha kuboresha. Tunahakikisha tunafanya maboresho kila mwaka, kila baada ya muda, kuhuisha zile huduma ziwe bora na bora zaidi, kwa sababu na teknolojia inabadilika. Kwa kwenye safari, kwa hakika niseme kuanzia mwaka 2001 nimejiunga, inawezekana hatakuwa na vitu vingi. Lakini ilikuwa safari ambayo tulikuwa na uongozi imara kama walivyosema, ambao ulikuwa tayari kuthubutu kupokea mawazo kwamba tujaribu hiki. Inawezekana. Watu wengine wanakuwa na wasiwasi, hatujawahi kufanya, itakuwaje na nini. Kwa unapokuwa na uongozi na bodi ambayo iko tayari kuwapa nafasi mjaribu, hicho ndicho tunaweza kufanya. Nitakupa tu mfano moja. Ipokuwa idara ya corporate banking kama nilivyosema ilianzishwa mwaka 2000, na ilikuwa ni maalum kwa ajili ya kuhudumia wateja wakubwa pamoja na serikali na taasisi kubwa na nini, hiyo kwa mikopo, amana na vitu mbalimbali na huduma mbalimbali. Hatakuwa na huduma nyingi, lakini tuliamua kabisa kwa makusudi kwamba kwenye ule mkakati wetu, nadhani uko 2003 mpaka 2007, kwa miaka 5, tukasema sisi lazima tuanze kuongoza nchi hii, tuwe top. Na ili tuwe top, ni lazima tuhakikishe tunafanya vitu vingi tofauti na wengine. Yani tujitofautishe na wengine. Jinsi ya kuhudumia wateja tujitofautishe. Tukaweka maafisa uhusiano kuhudumia kila mteja. Tukabuni baadhi ya bidhaa nyingi ambazo hazikuwepo kuhakikisha kwamba tunawapatia wateja. Na teknolojia kadri ilivyokuwa kwa tukaanza hata kuboresha mifumo. Hii mifumo tulionayo, hata ukienda kwenye mfumo mkuu ambao tunaita ni core banking system, imepitia maboresho kadhaa. Na maboresho hayo ilikuwa ni kwa sababu unakuwa na mfumo ambao kuna huduma unataka kuitoa, lakini mfumo huu ulitengenezwa kwa teknolojia ya nyuma, huwezi kuweka kwenye huo mfumo, haitafanya kazi. Kwa hiyo unalazimika kuboresha mfumo mkuu au mfumo mama, ili hii mfumo mingine midogo midogo unaotaka kuileta iweze kutoa huduma. Kwa hiyo ilikuwa ni safari ngumu, lakini safari yenye uthubutu. Ile safari yenye uthubutu kwamba tunaweza, hebu tuanze, hao wengine waacha wafuate. Na hicho kilikuwa ni hicho hata tulipokuwa Burundi. Moja ya vitu tuligundua kwenye swala la huduma bora kwa wateja. Niliweza kupita kwenye taasisi mbalimbali kabla ya kwanza, kama sehemu ya kufanya uchunguzi, wanatoaje huduma. Na hata mimi mwenyewe nikashuhudia hiyo experience ambayo haikuwa nzuri. Kwa sababu hapa ili ni jambo ambalo tunaweza tukajitofautisha. Nakumbuka siku moja mteja mmoja mkubwa aliniambia, wakati timu yetu inafanya huduma za masoko kutangaza bidhaa, akaniambia, nyie mnaanza kutangaza bidhaa zenu pamoja na adhana asubuhi ile saa 11. Yani mnashindana. Yani msikiti wa adhana inasoma asubuhi ile na nyie mko barabarani. Ni challenge. Nikamwambia sisi tunataka kufanya kitu tofauti kidogo. Na wakati namwambia governor wa benki kuu kwa wakati huo, wakati anatupatia leseni, namwambia tutakuwa wa kwanza, alikuwa haamini. Kaambia haiwezekani, nyinyi mmekuja wa 10, mtakujaje wa kwanza? Lakini sisi tulikuwa tumeshafanya homework yetu vizuri na kugundua ni wapi tunaweza tukafanya vizuri zaidi. Kwa hakika sehemu ya ubunifu imekuwa ni sehemu ya maisha yetu ya kuona hiki hakipo, tukifanya vizuri zaidi. Tukianzisha, mnapata changamoto, mnaboresha, na ndio maana huduma zetu siku zote wanatoa tumekuwa wa kwanza kwa wa kwanza. Ni kweli tunakuwa wa kwanza kwenye kila kitu, lakini hatuishii hapo. Tunaendelea kuboresha kuhakikisha tubakie wa kwanza pale juu, na wengine wataendelea kuiga na huwezi kuwazuia. Ndio faida ya ushindani.
inspire. Sasa Burundi tayari mmekusha kuwa kwanza, DRC mpo mkioperate, lakini pia mnakwenda Dubai sasa hivi. Mipango naona ni mikubwa sana. So mwelekeo wa benki kwa picha kubwa ukoje? ni kweli kama ulivyosema, tayari tupo Kongo, tuko Burundi na tunaenda Dubai. Mwelekeo ni kwamba benki ukiangalia tunakoelekea tutakuwa kubwa zaidi, kwa sababu tumeziona fursa. Yani sisi hatuendi mahali bila kuona fursa. Tumeziona fursa kwamba pale Kongo kuna fursa kubwa, na kimsingi Kongo itakuwa kubwa zaidi. Ni nchi kubwa sana hii. Kubwa sana, uchumi mkubwa. Kwa hiyo tunaamini baada ya miaka 5-6 tutakuwa tunaongea lugha tofauti. Tukutane wakati tutaongea lugha tofauti kabisa kuhusu Kongo. Lakini vile vile tumeziona fursa kwa kuwa na ofisi ya uwakilishi, representative office pale Dubai, kwa sababu ya biashara nyingi za wawekezaji wengi wanaokuja Tanzania, lakini sio Tanzania tu, kwenye eneo letu hili la Afrika Mashariki na Kati ni wengi. Hawa watu wanahitaji mtu wa kuwaunganisha, na tunaamini kwa kuweka pale ofisi tutafungulia mnyororo mkubwa sana wa biashara kati ya maeneo yote tunaofanya biashara ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, lakini na maeneo mengine ya dunia, kwa sababu pale Dubai ni center au ni eneo ambalo biashara nyingi ziko pale na watu wengi, wawekezaji wengi wanapitia pale. Kwa tunaamini hiyo nafasi kubwa. Lakini ukiangalia kwa mbali zaidi, ukiacha hayo malengo ya kuendelea kupungua mbali, ni hiyo kufanya biashara zaidi, lakini kuunganisha wafanya biashara, lakini kuunganisha vile vile kuhakikisha kwamba hata uwekezaji wetu unaleta tija kubwa zaidi. Tumeshathubutu kwenda nje, tumeweza kuona mafanikio. Tuna nguvu kubwa ya kutambua nini tunataka tukaifanye kila mahali. Kwa naamini kwenye mikakati ya benki tutaendelea kupanuka na kwenda kwenye nchi mbalimbali kuhakikisha kwamba tunazitumia hizo fursa tunazozipata. Lakini zaidi ya hivyo, vile vile ukiangalia kwenye ukuaji, kama unaangalia benki kuzidi miaka 10, 20, 30, unaweza kaona kwa wazi kwamba tehama itatumika zaidi kufanya biashara ya benki. Na tunaiona sasa, hata sasa zaidi ya 97% ya miamala ya benki inafanyika haifanyiki matawini, inafanyika nje ya matawi. Hii inamaanisha nini? Ukiangalia idadi ya wananchi wa Tanzania ambao 1% kubwa ni vijana. Vijana hao wanapenda sana tehama. Wanaita Gen Z, wanapenda tehama. Wengi wao kama sasa hivi sio 97% ya miamala inafanyika nje ya mataa. Miaka 20-30 ijayo inawezekana itakuwa 100%. Watu watakuja matawini kupata ushauri tu. Miamala watakuwa wameshafanya. Kwa hiyo ndio maana unaona hata kwenye mkakati wa benki wa upanuzi wa matawi hatuendi matawi mengi, tunaenda zaidi mawakala, tunaenda zaidi kwenye hizi huduma nyingine, kwa sababu tunaamini sasa watu wengi hawaji matawini. Wanaweza kufanya miamala, anaweza kufanya akalipa bili yake, akalipa ada ya shule, akalipa kodi, akaomba mkopo, atafanya kwenye simu yake, atafanya kwenye kompyuta yake, akiwa nyumbani, akiwa na amani, masaa yote akanunua umeme akafanya. Sasa ukisharahisisha hivyo, watu hawahangaiki tena kuja matawini, watakuja kuomba ushauri tu, wakati mwingine watapiga simu. Kwa hiyo mwelekeo unabadilika, lakini uwepo wetu kwenye maeneo mbalimbali ni muhimu, kwa sababu mara nyingi watu lazima wakuone kwamba upo, ndio waamini kwamba huyu kweli amekuja kutuhudumia. Kwa kwenye mkakati nadhani tutaendelea kufungua kwenye ofisi mbalimbali kadri inavyoonekana panafaa, na kwenye nchi mbalimbali, kwenye maeneo mbalimbali, lakini nia ni zile fursa tunazoziona tuweze kuwaunganisha wafanyabiashara, wateja mahali popote, kwa sababu dunia siku hizi ni kijiji na popote lazima uweze kuhudumia wateja. Okay. Miongoni mwa kitu ambacho mwenyekiti wa bodi aliniambia na ile alinidokeza mwenyewe kwamba ukiangalia hapa Tanzania tuna benki 2 kutoka Kenya, na akasema kwamba pale Kenya kidogo pana ugumu kidogo kwa ajili ya kupeleka CRDB. Nadhani wewe kama afisa mwendeshaji mkuu utakuwa unaelewa zaidi kwa nini CRDB haijaenda Kenya hadi sasa. Ni swali zuri. Labda kwanza niseme kuchagua kwenda mahali, ukiacha swala kwamba kuna fursa, lazima uangalie vile vile kibiashara utaweza kupenya vizuri namna gani. Yeah. Kwa hiyo
wanasema understanding the arena, yani uelewe yale mazingira unayoenda kucheza utayamudu. Utayamudu vizuri, na ili uyamudu uingie. Sio kwamba Kenya tunaogopa, nadhani ni kujipanga zaidi kwamba haya masoko yanatofautiana, hizi nchi zinatofautiana. Lazima ujipange zaidi, useme nikienda pale mkakati wangu utakuwa ni huu, no. Kwa hiyo kuna siku tutaingia Kenya. Ni dini, ni lazima tujiridhishe tunaingia kwa mtindo gani. Nasema hivyo kwa sababu moja, angalia, tuliingia Burundi, tuliingia na mtaji wetu 100%. Kwa sababu mahitaji ya mtaji yalikuwa makubwa sana. Lakini Kongo mahitaji ya mtaji ni makubwa sana. Dola milioni 50 sio kidogo. Pale tumeingia na wadau wengine wawili ambao tumeshirikiana nao, kwa sababu mtaji ni mkubwa. Kwa nchi mbalimbali zina sheria tofauti. Kwa lazima uangalie, kinachoangaliwa sio fursa tu na kwa nini ujengee, lazima uangalie vitu vingi. Mahitaji ya mitaji yako tofauti, sheria ziko tofauti, lazima yote hivyo viangalie na uangalie unaenda kufanya namna gani. Tunasema moja ya lengo letu ni kuhudumia wateja wetu au wateja wanaofanya biashara kati ya nchi hizi, kuwafuata wateja wetu. Wengine wako kule lakini hatupo. Hiyo ni moja ya fursa. Nitatoa mfano moja. Pale Burundi, upande wa mashariki wa Kongo, asilimia kubwa wanafanya biashara na Tanzania. Sasa walikuwa wanabeba cash, pesa taslimu kwenye mabegi, wanapanda nazo kwenye magari, watapanda ndege, wanakuja mpaka Dar, Kariakoo wapi, ananunua simenti, ananunua bati, anajua mwenyewe. Sisi tukaiona hii kama fursa, tukasema hapana, hawa ngoja tuwaunganishe. Hatukuepo Kongo wakati huo. Ngoja tuwaunganishe. Kwa hiyo tukaanza kuwafuatilia, tukawashawishi, nyie msibebe hizi pesa taslimu, si salama kwenu, hebu zileteni hapa. Mkifika hapa, weka hapa tawini na ufungulie account, panda basi, panda ndege, nenda Dar ukiwa na amani yako, utaingia kwenye tawi lolote la CRDB Tanzania, utatoa hela zako au utatransfer kwenda kumlipa yule unayemlipa, utatuma. Wakafurahi sana kwa sababu sasa umeondolea changamoto kubwa. Wanakuja na keshi, wanataka kutembea nazo. So tunapoenda kwenye hizi haya maeneo, tunalenga vivyo hata kusaidia nchi za jirani ambazo sio nchi hiyo tu ambao tunahusika nayo. Unaunganisha mnyororo wote, watu wanaona faida yao kuwepo. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba wakati mwafaka tutaingia Kongo na nchi zingine, lakini lazima uangalie fursa nyingi ziko wapi na utaratibu wa kuingia na sheria na nini, biashara itakuwaje, wapi nitaweza kufikia malengo yangu ya haraka. Nimekupa mfano, tulipanga kupata faida mwaka wa 3 Burundi na tuliweza kulifanya. Hata Kongo tumepanga hiyo. Sasa mwekezaji yote, kitendo cha kwanza kupata faida ni kitendo kinachompa furaha sana. Burundi inatoa gawio kwa wanahisa, kwa wana furaha. Kwa hiyo akianza kuona kwamba anaona kwamba hapa kweli kuna naweza hata kuwekeza zaidi, inampatia moyo. Kwa hiyo ninaamini iko siku tutafika Kongo, tutafika na nchi zingine ambazo zinaonekana ni ngumu au zina changamoto, lakini naamini hakuna ambayo inaweza kutushinda. Ni kujipanga tu vizuri. Sawa. So wakati tunasherehekea miaka 30 ya kuanzishwa kwa benki ya CRDB, unaionaje miaka mingine 30 ijayo? Unaweza ukapa picha? Nadhani benki itakuwa digital. Hilo la kwanza. Naoliona ni kwamba benki itakuwa digital zaidi. Kama nilivyosema, kama sasa 97% wanafanya miamala nje, hawaji benki. Miaka 30 ijayo itakuwa tofauti sana. Tofauti sana, manake watoto wetu wengine hata hawajazaliwa, yani ndio watakuwa wateja wa benki. Sasa nikiona mwelekeo wa dunia, teknolojia zinavyobadilika siku zote, 2010 WhatsApp haikuwepo. Lakini leo tuna WhatsApp banking tunatoa CRDB. Haikuwepo. Na vijana wengi wanatumia huduma hizo. TikTok haikuwepo. Vyote ambavyo tunaviona vingi havikuwepo. Lakini miaka 30 ijayo tunajua vitakuwepo vipi? Vitakuwepo vitu tofauti vingine labda kabisa. Kwa sababu teknolojia ina sifa, kila miaka 10 teknolojia inabadilika sana. Inabadilika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ninaamini hata huduma za kibenki zitakuwa zaidi za kidijitali. Ndicho nachokiona. Kama leo kidijitali tunatoa mikopo ya kiwango fulani, inawezekana wakati huo itaongezeka zaidi. Kwa hiyo ndicho nachoamini kutokana na mabadiliko hayo, na kiona kikitokea, na nadhani ndio maana hata sisi mkakati wetu wa benki umebadilika kidogo. Tumesema tusifungue matawi mengi zaidi. Tunafungua matawi kidogo zaidi ukilinganisha na nyuma. Na ni maeneo ambayo hatuna matawi kabisa. Lakini ukiweka mawakala zaidi,
kiutendaji ni nafuu zaidi, lakini huduma za wateja unafikia, kwa sababu unaangalia hivi huduma wanazozifanya nyingi ni zipi, ni kuweka na kutoa, kulipa bid fund. Ndio hizo anaweza kafanya kwa wakala, nimeziweka zote. Na anamrahisishia, hapandi basi kwenda mbali, anatembea tu kwa mguu, anamfikia wakala, anafanya muamala, ananunua umeme kwenye simu, umeisha usiku, hahitaji kutoka nje. Kwa hiyo kwa kuweka zile huduma zinazomfanya azipate pale pale alipokaa, aliposimama, anapotembea, unafanya matawi yasiwe muhimu sana. Ni muhimu kwenye maeneo ambayo hayapo kabisa, lakini miaka 30 ijayo nadhani yatapungua sana. Naamini vile vile kitu kingine ambacho kinaweza kubadilika zaidi, matumizi ya akili mnemba AI yatakuwa makubwa zaidi, kwa sababu tumeanza kwa kiwango kidogo, lakini nia ni kuboresha zaidi, kuhakikisha kwamba mteja sasa tunaweza kumuelewa kwa kutumia teknolojia na kuweza kumhudumia kirahisi zaidi. Unaona, katika miaka hivi karibuni tumetengeneza hizi chatbots ambazo ni zinaongea na mteja, zinampa huduma, zinafanya nini. Ninaamini miaka 30 maboresho yatakuwa makubwa zaidi. Lakini kingine ambacho nakiona ni kwamba kama ambavyo leo ukiwa na sim banking wewe hautembei na cash mfukoni. Kwa nini? Ni kwa sababu unajua ukiwa na sim banking yako utafanya chochote kile. Utalipa. Utafika mahali kama kuna QR code utamaliza kila kitu. Unaweza usiwe na cash kabisa. Je, miaka 30 itakuwaje? Naamini kutakuwa na mabadiliko makubwa sana, yani matumizi ya pesa taslim yatapungua sana. Na kama yatapungua sana, inamaanisha teknolojia itakuwa imechukua nafasi. Inawezekana digital currencies zitakuwepo za kutosha, inawezekana zitakuwa zimepitishwa na benki kuu nyingi duniani. Kwa hiyo ni fikra tu. Kitakachokuwepo naweza nisijue, naweza usijue. Ndio. Lakini naangalia tu mwelekeo na namna ambavyo dunia imekuwa ikibadilika kulingana na teknolojia na huduma za kibenki zinavyokuwa. Naamini ndiko tunakoelekea zaidi. Umetaja cryptocurrency, fedha za kidijitali. Ukienda South Africa mpaka kuna ATM za Bitcoin na nini. Na kwa historia na pattern ya CRDB inaonekana kwamba inakuwa ikiwa ya kwanza kuanzisha vitu. First tunasubiri kama BOT ikiweza kurasimisha kabisa digital currency. Lakini je, ni kitu ambacho mnakiona mnaweza mkakifanya in the near future? Ni swali zuri. Kwanza hilo swali liko kama ulivyoweka vizuri, ni mpaka benki kuu iweze kuidhinisha, kwa sababu miongozo au regulation ya vitu kama hivi ni muhimu sana. Vinginevyo ukiingia bila kufuata miongozo mizuri unaweza ikaleta tabu kidogo. Kwa hiyo sisi kama benki tunaitegemea benki kuu itupe mwongozo. Lakini sisi tumefanya nini basi kuhakikisha tuko tayari? Labda hilo swali la msingi. Kwenye mifumo tunayoweka sasa hivi, tunaweka mifumo ambayo itakuwa na uwezo wa kuwezesha digital currency ziweze kutumika. Kwa maana hiyo ikifika mahali wakati wote benki kuu imeruhusu, imesema digital currency inaweza kutumika, sisi tuna nafasi kubwa sana ya kufanya kwenye mfumo wetu. Kwa hiyo tunaweka mifumo ambayo tunajiandaa kwa kuangalia mbele, kwamba tusifike wakati huo tumeruhusiwa alafu ndio tunaanza kusema hebu tutafute mfumo utakaoweza kuwezesha fedha za kidijitali ziweze kutumika. Kwa hiyo sisi tumejiandaa kwamba kuna kitu tunaita backend system yetu, upande wa backend tayari na huo uwezo. Lakini ni pale utakaporuhusiwa tu basi unafanya maboresho kidogo, unakuwa wa kwanza umeshaingia. Kwa ni swala ambalo tunalizingatia, lakini tunasubiri maelekezo ya viongozi wetu na benki kuu. Okay, interesting. Bruce, kwa kweli nimepata madini mengi sana kutokana na conversation hii fupi. Niseme asante sana na pia hongera sana kwa mchango wako mkubwa. Miaka 24 si haba katika ukuaji wa benki ya CRDB. Labda ni kuache na neno fupi tu kuambia wateja wa CRDB na wadau wengine wote wa CRDB, lipi ambalo ungependa kuambia katika wakati huu tukisherehekea miaka 30? Asante sana. Jambo moja ambalo ningependa kuambia wateja wetu, sisi kama benki tukisherehekea miaka 30 tunataka kuhakikisha kwamba miaka 30 ijayo itaendelea kuwa bora zaidi. Kwa kama benki tunaendelea kufanya ubunifu, uwekezaji mahali sahihi na kwenye mifumo sahihi kuhakikisha kwamba wateja kila watakachokipata kitaendelea kuwa bora zaidi, na uwekezaji wao wa miaka 30 na zaidi
wataendelea kufurahia, wataendelea kuona walifanya maamuzi sahihi, na sisi kama wafanyakazi kwa kushirikiana na bodi yetu, kwa kushirikiana na wanahisa wenyewe, tutaendelea kupokea maoni yao, ni maeneo gani tuboreshe zaidi, tufanye vizuri zaidi, ili kuhakikisha benki inaendelea kuwa benki kiongozi mahali popote inapofanya kazi zake. Iwe Tanzania, iwe nchi yoyote, iendelee kubaki benki kiongozi na benki ya mfano mahali walipofanya uwekezaji sahihi. Asante sana. Asante sana. Pia niseme pia nikushukuru wewe ambaye umefuatilia mahojiano haya na mengine haya ambayo umekwisha tazama na yanayokuja katika mfululizo huu wa kuangalia miaka 30 ya kuanzishwa kwa benki ya CRDB. Mimi naitwa Frederick Bondala, hadi wakati mwingine tena, kwaheri.